Ninamshukuru Mungu sana aliyetupa nafasi tena asubuhi ya leo kwa ajili ya kusogea mbele zake katika sikukuu hizi za vibanda. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi ambacho kimepita, kipindi cha ibada hii ya asubuhi ya maombi. Jina la Bwana litukuzwe sana. Lakini pia tunamshukuru Mungu sana kwa namna ya kipekee kwa ajili ya kwaya iliyoimba. Bwana wabariki sana. Vyote hao tunainua na kutukuza ufalme wa Mungu. Wakati huu tutakuwa na kipindi kilichoko mbele yetu. Tutakuwa na somo katika huu somo la uwakili, ambalo katika wiki hii tutakwenda kugundua kile ambacho ni kusudi la Mungu, ambalo ni kusudi langu, lakini pia Mungu ameliweka kusudi fulani kwako kwa ajili ya utukufu na kuinua ufalme wake kokote unapokuwepo. Kwa hiyo tutakuwa tukijifunza mada mbalimbali katika kipindi hiki cha uwakili, tukiangalia yale ambayo nimeagizwa na maelekezo ya Mungu ambayo ametuambia. Pastor ameshasema tunaposoma pia neno la Mungu tunakwenda kusikia kile ambacho Mungu anakitoa kama maagizo yake, lakini pia kama maelekezo yake kwa watu wake. Kwa hiyo ninawaalika ndani ya juma hili zima tujitahidi kuhudhuria kwa wakati kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tufunge macho tuombe tunapokwenda kwanza. Baba na Mungu wetu shedi mbinguni, tunalisifu na kulitukuza jina lako. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umeendelea kuwa mwema kwetu, kitulinda na kutuangazia nuru ya uso wako. Jina lako litukuzwe sana. Wasaa huu tena tunatamani kusikia ukizungumza nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu na mwenye uwezo wa kufafanua maandiko matakatifu katika mioyo yetu. Akayafafanue katika wakati huu tunapokwenda kujifunza katika shule yako. Ninakutukuza kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ndivyo niombaye kwa jina la Yesu Kristo, Bwana mkombozi wa maisha yetu. Amen. Nitaanza kwa kusoma fungu ambalo litajenga hoja yetu katika wiki hii nzima, hoja ya kuwa wakili mwaminifu mbele za Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26, Biblia inasemaje? Msomaji mmoja, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ile 26, kama umefika waweza kusema amina. Wengine wanasema amina, hawana hata Biblia. Wengine wanasema amina, naona wako huko Kutoka. Biblia inasema Mungu akasema. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Na sio tu kwa mfano wetu, na kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Biblia inasema wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nasema na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo wakati ambapo Mungu anapokwenda kufanya uumbaji, kuna kitu cha pekee anachokiongezea kwa mwanadamu. Tunakubaliana wakati wanyama wanapoumbwa hawakuumbwa wakiwa na sura na mfano wa nani? Wa Mungu, si ndio? Wanyama waliumbwa kama wanyama walivyo. Na ndio maana unapoona simba yuko kama simba alivyo, unapoona chui yuko vile vile alivyo, unapoona wanyama wanavyotawala, wanavyokaa kwa namna yao, ndege wa angani, unapoona viumbe vya baharini, unapoona viumbe vya nchi kavu, vyote vinavyoonekana havikuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ambacho kwa mwanadamu kinaongezewa jambo la ziada. Mwanadamu kidogo anaumbwa kwa ziada. Mungu hamweki mwanadamu jinsi alivyo, lakini anapokwenda kumfanya mwanadamu, Biblia inasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano. Jamani, kwa sura na kwa mfano, tuko pamoja au tumetawanyika? Tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Kwa kila mwanadamu wakati anaumbwa, Adamu na Hawa akafanywa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa nitaanza kwa swali. Wangapi wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu? Taanzia hapo kujenga hoja yangu. Hilo ni swali la kwanza.
kuna wale wanaozaliwa wakiwa na disabilities, yani wana mapungufu sehemu fulani. Swali ni hili, nao wana sura na mfano wa Mungu? Kwa nini ndio? Kwa sababu Mungu anataka kujidhihirisha kwa uwezo wake alionao. Swali la pili liweke hoja ikae vizuri. Anaposema sura na mfano wa Mungu anachomaanisha ni nini? Ni muonekano, yani maana ni muonekano, yani appearance ya mtu, muonekano wa mtu ulivyo, kwamba ana masikio, ana macho, ana pua, ana mdomo. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Sasa hapo mnanichanganya. Jamani, ndivyo Mungu alivyo. Mzee wao akasema tabia. Sasa wakati ambapo Mungu anapokwenda kufanya uumbaji, anaongezea kitu cha ziada kwa mwanadamu. Maana kumbuka, wanyama wameumbwa, lakini pia anapoambia mwanadamu ya kwamba anasikia anasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na vyote vinavyotambaa vitambaavyo juu ya nini? Juu ya nchi. Vile nasema akafanyaje? Akavitawale. Na tunakubaliana wanyama hao wote wameumbwa na nani? Na Mungu. Mimea tunayoiona imeumbwa na nani? Na Mungu. Vyote ni sehemu ya uumbaji wa Mungu, pamoja na mwanadamu mwenyewe ni sehemu ya uumbaji wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo hivi vyote vimefanywa na kuumbwa pamoja na Mungu, lakini Mungu anakiweka kitu cha ziada kwa mwanadamu. Baada ya kumuumba kwa upekee wake, Mungu anampatia majukumu, anamwambia utavitawala, si ndio? Swali ni hili, kiumbe kinaweza kutawala kiumbe kingine? Yaani kilichoumbwa kinaweza kutawala kilichoumbwa kingine? Ninaweka hoja ili wiki hii tukitembea tusiachane sehemu fulani. Je, kiumbe kinaweza kutawala kiumbe kingine? Mzee wa zao lako, karibu mzee wako. Lakini vyote vimeumbwa. Hoja yako mzee wangu. Tetea pointi mzee. Tunakumbuka mwanadamu ameumbwa na hivi viumbe vingine vimeumbwa na Mungu anasema wakavitawale. Sasa swali hili, kiumbe na kiumbe kinaweza kutawala kiumbe mwenzake? Sasa mnachanganya. Mkishindwa kuelewa hapa, hata wewe utashindwa kuelewa kwa nini uko hapa. Maana kila ulipo na kila unapokwenda Mungu amekuweka kama mtawala, lakini tu sio kama mtawala, kama mwakilishi wa mbingu katika eneo lilopo. Yaani kama ni mwanafunzi pale darasani, Mungu amekuweka kama mwakilishi wa mbingu katika darasa hilo. Kama ni mwalimu pale kwenye shule, Mungu amekuweka kuwa mwakilishi wa mbingu kwenye shule hiyo. Kama ni mchungaji, kama ni kiongozi, kama yeyote yule anayewekwa sehemu yoyote, amewekwa kama mwakilishi. Sasa kama ni mama wa familia umewekwa kama mwakilishi wa mbingu kwenye familia hiyo. Swali ni hili, kilichoumbwa kinaweza kuongoza kiumbe kingine? Sasa mnaanza kubadilika. Wengine walisema ndio, wengine hapana. Sasa yeye mnatawala nini kama haiwezekani? Karibu. Kinaweza kutawala kwa sababu gani? Mamlaka. Yaani nataka ufafanue hapa. Maana vyote vimeumbwa na vyote ni sehemu ya uumbaji, na mwenye mmiliki wa vitu vyote mwanadamu pamoja na wanyama. Maana vile nasema kwenye kitabu cha Zaburi sura 24 aya ya kwanza, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Dunia na wote wakao ndani yake. Sio hivyo tu, kwenye Hagai 2 naye nasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Sasa hivi vyote ni mali ya Bwana. Mwanadamu anawezaje kuvitawala? Mwanadamu anaweza kutawala viumbe vingine
Amen. Jamani, semeni amina kwa sababu amen. Ya, hata wanyama wamepewa akili. Lakini kinachomtofautisha, mama ameweka vizuri, kinachomtofautisha mwanadamu na viumbe vingine vyote kimoja tu, sura na mfano wa Mungu. Maana hiki ni kiumbe kimeumbwa, mwanadamu ameumbwa. Ninaomba mwanafunzi mmoja nimtolee mfano ili ninapokwenda kuweka hoja hapa. Ninaweka hoja ya wiki nzima. Kwa hiyo ukinielewa hapa, hii wiki tunapokuwa tukijifunza na wakili wa vitu vingine, itakuwa rahisi sana kunielewa. Mtu mmoja, usiogope, sikuulizi swali. Barikiwa sana. Sasa huo utakuwa mfano wetu kuanzia tunapoanza mpaka tutakapohitimisha. Utakuwa ni mfano wetu. Kwa hiyo nikija tu hapa nikisema mtu mmoja, utakuja wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni baba, halafu huyu ni mtoto wangu, si ndio? Kwa hiyo anapozaliwa, Mungu anaruhusu kama ni mwanangu aje katika familia yangu, na mbingu zimeniamini kiasi kwamba zinanipatia mtoto ambaye nitapaswa kumfundisha tabia, nitapaswa kumfundisha jinsi ya kuishi, nitapaswa kumfundisha maisha yanavyokwenda, lakini nitapaswa kutoa baadhi ya vitu ambavyo kadiri Mungu atakavyonibariki vitakavyowekwa ndani yangu. Na ndio maana Biblia inasema mwanaume ni kichwa cha nini? Cha familia. Sifundishi somo la familia, ninaweka kwenye msingi wangu wa somo. Kwa hiyo huyu kama mwanangu, na mimi kama baba, ni kwa mfano. Na mimi kama baba, mbingu zinaponiamini huyo ameumbwa na Mungu, ni sehemu ya uumbaji wa Mungu, lakini na mimi ni sehemu ya uumbaji wa nani? Wa Mungu. Adamu naye ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Hawa naye ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Hata Kaini na Abeli ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo wakati Mungu anapofanya uumbaji, anamwamini mwanadamu, lakini anamwamini kwenda kuongoza hata wanyama, simba. Ndio maana utaona baada ya Adamu kuumbwa, Biblia inasema ya kwamba Adamu aliwapatia wanyama majina, si ndio? Kwa hiyo akasema, wewe utakuwa simba, wewe utakuwa chui, kwa lugha aliyokuwa anaitumia. Wewe utakuwa mamba, wewe utakuwa simba, wewe utakuwa mbwa, wewe utakuwa paka, wewe. Kwa kila mnyama alivyopewa jina ndivyo ilivyokuwa. Kwa sababu gani? Sura na mfano wa nani? Kwa hiyo wakati huyu, maana sura na mfano wa Mungu inachofanya ndani ya mwanadamu ni hiki. Huyu ni kiumbe na mimi ni kiumbe tulioumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo ili niweze kuongoza kiumbe kingine, lazima kwanza mimi niwe na sura na mfano wa nani? Ili huyu anaponiona mimi, anamuona nani kwanza? Mungu. Huyu anaponitazama mimi, anamuona nani kwanza? Kwa hiyo wakati ninapokwenda kuamrisha, wakati ninapokwenda kusema neno lolote na jambo lolote, kila kitu kitafanyika sawa sawa, kwa sababu kuna sura na mfano wa nani? Ndio maana leo ukiona ni baba huko hapa, alafu unasema mimi baba nimesema, yaani unakumbusha familia yako wewe ni nani? Ni baba. Wanapaswa waelewe, kwa sababu ndani yako wanaona sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo wakati ninapokwenda kumuongoza huyu, atakuwa anatii na kutenda, kwa sababu ndani yangu nani ametawala? Biblia inasema maneno yangu yakiwa ndani yenu na mimi nikiwa ndani yenu, ombeni neno lolote kwa jina langu nami nitafanyaje? Nitatenda, kwa sababu sio mimi, lakini ni Mungu anayetawala ndani yangu. Kama unaelewa waweza kusema amina. Kwa hiyo wakati mwanadamu anapokwenda kutawala, anatawala akiwa anaongoza, ikiwa yuko anayetawala ndani yake. Kwa hiyo sio swala tu la kwenda kutawala kiumbe kingine, lakini anatawala kwa sababu kuna kingine kinachofanya naye kazi ndani yake. Kuna kile ambacho kilichobeba mamlaka. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yake, kilichobeba mamlaka, kinachokwenda kutawala, ambacho kimejaa ndani ya mwanadamu. Na ndio maana vyote vilimtii Adamu, kwa sababu ndani yake sura na mfano wa Mungu vilifanyaje? Vilionekana. Sasa swali linakuja, ndio maana utagundua baada ya Adamu alipoumbwa, hata simba, wale wanyama ambao tunaita wakali leo, wote walikuwa wanakana nani?
na Adamu na wala hawamzuru. Lakini baada ya dhambi nini kilitendeka? Yaani hata kuku unaoifuga wewe, unaipa chakula, unaipa maji, unaipa kila kitu, lakini siku unaotaka kuichinja unabidi ukimbizane nayo. Lakini ulipoa kufanyaje? Kuitawala. Yaani chakula unaipatia wewe, maji unaipa wewe, nyumba ya kukaa umetengenezea wewe. Kila siku jioni inaingia na unabidi uhakikishe, isipokuwepo unaangalia imeenda wapi, mpaka kwa majirani utatembelea. Lakini saa ikifika unasema moja leo tu nitoe pamoja nijifanyie mboga, lakini hata hiyo kuku yako mwenyewe uliosema mimi nimepewa kuitawala inafanyaje? Inakukimbia. Sasa hayo ni matokeo baada ya dhambi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5 zile aya ya kwanza, ya pili na ya tatu, utaona Biblia inasema Adamu akapata wana, akamzaa mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Seti, lakini alimzaa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu, wa Adamu. Soma hapo vizuri, soma kitabu cha Mwanzo sura ya 5 aya ya kwanza, ya pili na ya tatu. Walipokuja kuzaliwa baada yake, baada ya dhambi, walizaliwa wakiwa na sura na mfano wa Adamu, mfano wa dhambi, sio tena wa Mungu. Maana wa Mungu ulikuwa ni nguvu ya kutawala inayokaa ndani ya mwanadamu. Baada yake ya kuja kuzaliwa, baada ya dhambi, Seti anapokuja kuzaliwa, wale kina Kaini na Abeli wanapokuja kuzaliwa, hawazaliwi tena na sura na mfano wa Mungu, wanazaliwa na sura na mfano wa nani? Soma hapo kitabu cha Mwanzo sura ya 5 aya ile ya 5, aya sura ya 5 aya ya pili na ya tatu. Msomaji mmoja. Chapu muda wangu ni mfupi sana. Amekosekana wa kusoma. Msomaji mmoja. Aya ya 3, aya ya pili na ya tatu. Ndio. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ndio. Akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Mungu akawaumba, akawabariki na kuwaita jina lao Adamu. Siku ile walipoumbwa. Adamu akaishi miaka 130. Akazaa mwana kwa sura yake. Adamu akazaa mwana kwa sura yake, ni ya Mungu. Wakazaliwa kwa sura ya nani? Lakini wakati wa uumbaji wote wale, wakati wa uumbaji Mungu alimuumba Adamu, akamuumba na Hawa, wote huyo Adamu pamoja na mkewe waliumbwa kwa sura na mfano wa nani? Lakini watoto wao baada ya dhambi wanazaliwa wakiwa na sura na mfano wa nani? Jamani, sura na mfano wa nani? Sasa muulize jirani yako, mpaka hapo wewe una sura na mfano wa nani? Maana mwanzo nilianza vizuri, tunaenda taratibu ili ujue unaposema mimi ni wakili unamaanisha nini. Kwa nini unasimama kama mwakilishi wa rasilimali za Mungu hapa duniani? Amesema ana sura na mfano wa nani? Sura yake, kwa mfano wake. Na jirani yako amesema ana sura na mfano wa nani? Babake. Kwa hiyo tunakubaliana chochote kinachozaliwa kwenye dunia hii ni kizaa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani haijalishi hata kama ni kidogo. Wakati fulani kuna watu wanasema mtoto akikukojolea ni baraka, ni kazambi kama kukojolea. Wengine wanasema ni kama malaika, ninakutia moyo mpendwa. Ni kazambi kengine kameingia kwenye hiyo familia, kamezaliwa na sura na mfano wa dhambi, lakini kanamhitaji Yesu Kristo. Ndio maana kitabu cha Yohana sura ya 1 aya ya 12 inasema wote waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika kuwa wana na binti za nani? Za Mungu. Kwa hiyo mpaka umpokee ndio ufanyike kuwa mwana na binti ya nani? Upewe sura na mfano wake. Usipompokea bado hali ya dhambi inangoja ndani yako. Na ndio maana leo, yaani ukiona huko hapa kazaka unakala na wala uoni shaka, ni dalili tosha una sura na mfano wa Adamu.
Maana Adamu ilikuwa hivi, baada ya dhambi ubinafsi tayari ulifanyaje? Uliingia. Na ndio maana hata familia yake hakuheshimu. Wakati Adamu anapoambiwa umejuaje huko uchi, anasema ni huyu mwanamke. Yaani ndio sura, ndio mfano wake ulioko, sura na mfano wake, ndio sifa na tabia yake. Tayari ubinafsi umeshaanza ndani yake. Anasema ni huyu mwanamke uliye. Mwanamke anaulizwa, anasema ni nyoka alifanyaje? Yaani tayari kahali ka ubinafsi. Ndio maana leo ukiona kama zaka na sadaka unakula wala hauna wasiwasi, ni dalili tosha una sura na mfano wa Adamu. Muulize jirani yako, mpaka hapo una sura na mfano wa Adamu? Mmoja mwana anasikia kama anasema yanyanya. Kwa hiyo mpaka hapo ujianza kujiasisi, maana mwanzoni wote waliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinaendelea, baada ya dhambi, sura na mfano wa Adamu, ndio maana uchoyo na ubinafsi ukaanza. Na ndio maana leo ukiona ubinafsi hapo, usifikiri hata kama ni rafiki yako ukafikiri ni rafiki kweli kweli. Ubinafsi upo, kwa sababu ndio kaka rafiki yangu. Tutakuita kado hapa karibu. Ukiona leo ubinafsi upo, usishangae, ni matokeo. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja kipindi fulani nikiwa nasoma chuo Mwanza, kabla sijaenda kusoma uchungaji. Nikiwa pale nilikuwa na rafiki yangu tunayependana sana. Yaani tulioivana. Tunasema toka nikutoke. Na tulikuwa tunaaminiana, maana tulisoma kuanzia shule ya msingi, sekondari, mpaka tumeenda na chuo tunasoma pamoja, yaani miaka yote hiyo tuko pamoja. Na ninakumbuka tukiwa shule ya msingi anakuja kwetu, anakaa, ninaenda kwao, ni rafiki yangu niliyeivana sana. Nikiwa na changamoto yeye tunasaidiana. Lakini siku moja ninakumbuka wakati tunasindikizana kwenda nyumbani. Tulikuwa tumepata mgeni pale ghetto, maana chuoni sio nyumbani. Ukiwa unapokaa ni ghetto. Sasa tumepata mgeni, tuko naye pale na amekaa pale nyumbani mpaka jioni. Imefika hatua sasa tunataka tumsindikize, akatuambia kwa kuwa nyinyi mnakaa wawili naomba mnisindikize. Tukatoka tukamsindikiza. Sasa wakati tunarudi, rafiki yangu akaniambia kuliko tuzunguke huko kote, kuna kashoti kati hapo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa aliponiambia kale kashoti kati, nikasema hamna shida, ngoja tupite hapa. Akaniambia kuliko tuzunguke kwa tupite hapa. Kumbe kale kanjia kilikuwa kanapita kwenye makaburi. Na unajua makaburini, kwa kuwa watu sio sehemu wanaoipenda, kunakuwa na utulivu wakati tunapita pale. Na nilikuwa sijui kama kuna makaburi. Na unajua sisi wa Afrika, yaani licha ya kusoma Biblia kusema wafu hawajui neno, lakini kuna wakati ikifika unasahau ukipita kwenye makaburi kwamba wafu hawajui neno lolote. Wakati tunapita hapo, sisi wa Afrika tumezoeleshwa kwamba usinyoshee kaburi kidole, si ndio? Sijui kinyoshea hata. Tukiwa wadogo tulikuwa tukipita mpaka makaburi hapo usiongee. Sasa wakati tunapita hapo, kwa bahati mbaya tulikuwa tumevaa zile slippers. Unajua slippers zinafunika hapo juu, haziweki sehemu ya kuweka kidole, yaani kidole kinapo cha kama ndani. Slippers zinakuwa zimefunika. Kwa hiyo niko na rafiki yangu, tunarudi tu hatuna wasiwasi, tunapiga. Kufika pale tukaona sehemu kubwa ina makaburi, lakini tunapita katikati yake. Sasa sijui ilikuwa ni mjusi anapita, sijui ni paka ule mchakacho usiniulize rafiki yangu alikimbiaje, ila nilichosikia aliniambia tu unajua pa kukutania. Lakini ndiye niliyefanya, ndiye niliyesema huyu ndiye rafiki yangu kidaki. Huyu ndiye toka nikutoke. Lakini nafika nyumbani ninamuuliza, sasa ilikuwaje mpaka ukanikimbia leo? Na unajua tumetoka wote pamoja na tumesema tunasindikizana. Akaniambia mimi ni sinorai maganda. Kwa hiyo unaweza kufikiri uko na mtu, lakini kumbe kwa sababu ya matokeo ya sura na mfano wa Adamu, na ndio maana ubinafsi ukaingia. Leo ukiona usaliti unafanyika, ni matokeo ya ubinafsi ulioko ndani ya mwanadamu. Ndio maana leo mimi nikiambiwa ni tafsiri zangu,
Wengi wakisema dhambi wanasema ukagua useme maana ya dhambi. Ni kweli Biblia inasema ni uasi wa sheria ya nani? Ya Mungu. Lakini hiyo sheria ya Mungu, Yesu Kristo mwenyewe anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Anasema amri kuu na wapeni, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Anasema na nyingine ya fanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi. Yaani hizi amri zote anazijumuisha kwenye msingi mmoja unaoitwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usipokuwa na upendo, kinyume chake ni nini? Ubinafsi. Utatamani mke wa jirani yako kwa sababu utatamani kujibinafsisha awe wa kwako, si ndio? Utamshuhudia jirani yako uongo kwa sababu kuna kitu fulani unataka unufaike nacho kutokana na huo. Yaani utazini kwa sababu unajua ninapokwenda kuzini ninajinufaisha mimi. Sitamani kunufaisha mapenzi ya Mungu, lakini ninatamani nijinufaishe mimi mwenyewe. Kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari imeshatawala. Kwa hiyo unakuta unatenda dhambi kama matokeo ya ubinafsi uliojaa ndani yako. Ndio maana nikwambie mpendwa, yaani ukiona uko hapa unazidi, unamshuhudia jirani yako uongo, unafanya hayo yote, kama ni zaka na sadaka unakula, kama ni mchango hautoi, yaani ni dalili tosha una sura na mfano wa Adamu. Tunamhitaji Yesu abadilishe mifano yetu. Ndio maana nasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wa wana na binti za Mungu. Lakini kinachotakiwa kufanyika ni mpaka mwanadamu huyo akubali kumpokea Bwana na kusema, huyu ndiye mkombozi wa maisha yangu, huyu ndiye mtawala wangu, huyu. Yaani kisipofanyika na kushinda ubinafsi, ndio maana leo tutakuwa na changamoto sana ya kuimba tunahitaji kile, tunahitaji hiki. Watu watazuia mali zao, watazuia vyote walivyo navyo. Ukiona leo kwa ubinafsi kwenye kwaya, sio kwaya hii hapa, kwa Yesu asifiwe, wala sio vijana wale hivyo. Leo kuona kwa ubinafsi kako ni kama mwenzako amepoa kusolo, wewe unapewa, unasema muone na sauti yake. Ni dalili tosha ana sura na mfano wa Adamu. Wala usipigane naye. Ukiona leo mtu anakuonea huyu ni kazi ya Bwana, umejitoa unafanya, unaitenda tena kwa bidii, unang'ang'ana, unapambana, lakini kila unapofanya unasema anajidai. Usiumie sana. Muangalie tu, sema sura na mfano wa nani. Leo ukiwa ni kiongozi uko hapa, unang'ang'ana kuongoza, unang'ang'ana kuambia tupite hapa, twende hapa, tufanye hiki, lakini vyote havifanyiki. Ila litosha sura na mfano wa Adamu vimetawala ndani ya mwanadamu. Ni lazima viondoke, lazima viondoke. Hautaweza kuongoza familia yako ikiwa sura na mfano wa Mungu havipo. Ndio maana leo kama ni wanandoa walioko hapa kwenye kwaya, mkiona leo, zamani mlikuwa mnaanza mwanzoni mwa ndoa mlikuwa kuna raha. Hao wanaelewa, wanafunzi hapo kutafuta masikio kidogo. Walikuwa wana raha. Kama ni kababa kanaambiwa umefika kazini, umekula mchana na ulizo. Asubuhi umekunywa chai, umekula mchana na ulizo. Jioni unarudi saa ngapi? Akirudi anakuta chakula kimeandaliwa na watoto wanaambiwa hakuna kula mpaka baba yenu. Na baba unajiona mwamba kweli. Lakini baada ya siku kuisha, ukiulizia maji ya gogo unaambiwa yale pale. Tunamhitaji Mungu atawale. Ikiwa ni pale kazini, mambo yanaonekana hayako sawa, kama ni mivurugano na magombano ndani ya ofisi, kama ni mivurugano na magombano ndani ya kanisa, watu wanagombana kanisani, watu wanagombana pale kwenye ofisi, kama ni viongozi wanagombana, ni dalili tosha sura na mfano wa Mungu vimetoweka. Maana vinapokaa ndani ya mwanadamu, watu watatembea kwa hofu. Ukiona leo watu wanasema hata viongozi, ni dalili tosha sura na mfano wa Mungu
akiwepo utasema wengine, kwa sababu unajua hata huyo ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana Mungu atusaidie katika masomo haya ya wakili, yanatamani yaturejeshe sura na mfano wa Mungu. Tutembee kwenye misingi hiyo, tutembee tukiwa nayo. Ndio maana baada ya mwanadamu kupewa sura, yani hajapewa kitu kingine, Mungu akasema kabla sijamuumba na kumwacha akatawale, lazima kuna kitu kitangulie, lazima kwanza mwanadamu. Ndio maana tunakubaliana wakati Mungu anataka apate wa samaki viumbe hai kwenye maji, alisema maji na yatoe viumbe hai kwa aina. Wakati anataka wa mimea hivyo hivyo, ardhi itoe viumbe hai kwa aina zake. Ndio maana unaona hawa wanyama wote walitoka katika nini? Ardhi. Alizungumza na ardhi, akazungumza na maji, akazungumza na anga. Kwa hiyo anga akasema lijae viumbe hai kwa aina zake, anga likajawa na viumbe hai. Utagundua hivi vyote Mungu alivyofanya. Kwa mfano, samaki anaweza kuishi pasipo maji. Ndio maana Mungu alizungumza na nini? Na maji. Hivi mimea inaweza kuishi pasipo ardhi. Ndio maana alizungumza nayo toka, lakini kwa mwanadamu ni tofauti. Mwanadamu ili aishi anamhitaji muumbaji wake kwanza. Mungu kwanza. Ndio maana napenda kutumia mfano huu. Wangapi walishawaona shilingi 10,000? Hata kama ni kwenye picha. Ina sifuri ngapi? Na moja ziko ngapi? Kati ya sifuri na hizo sifuri na hiyo moja ni zipi zimekaa nyingi? Si sifuri, maana ziko 4 na moja iko. Sasa tuinyanyapaa ile moja, tuirudishe kule nyuma, iwe 0 0 0 0 alafu moja. Kabla tujaweka moja, tuinyanyapaa ile moja, tuiondoe, ibaki hizi 0 0 ambazo ni nyingi. Hivi ile inasema basi tuirudishe. Lakini tunapoirudisha tunairudisha nyuma, inakuwa 0 0 0 0 1. Ile pesa ina thamani, lakini ina thamani ya ndogo kwa sababu ya ile moja ambayo imeongeza nini? Thamani. Basi tuirudishe kule mwanzo. Ile itakamtika shilingi ngapi? 10,000. Ngoja niwaambie, sisi ni kama sifuri mbele za Mungu. Kama yeye hatatangulia mbele yetu na sisi tufuate hapo nyuma, tutakuwa 0 0 0 0. Mwangalie jirani yako, mwambie kama utamfanya Mungu kuwa wa kwanza, wewe ni 0. Sasa kama umekaa na mwalimu wako wewe mwambie wewe ni 0. Ninakukumbusha kuna maisha baada ya wakati. Kwa hiyo tunakuwa 0 kama Mungu hatatangulia na kuwa wa kwanza. Ndio maana lazima atangulie kama moja ili akipe kitu nafasi, uthamani. Ndio maana uthamani wa mwanadamu haujengwi kwa jinsi alivyoumbwa. Uthamani wake unajengwa kwa jinsi Mungu anavyotawala ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo wewe utakuwa wa thamani ikiwa Mungu anatawala ndani yako. Haijalishi umeumbwaje. Wengine wanasema sijui ni mweupe, mwingine anasema ni mweusi, mwingine anasema wewe ni mrefu, mwingine anasema wewe ni mfupi. Vyovyote Mungu atakavyoruhusu uwepo, vyovyote Mungu atakavyoruhusu uumbwe, kama Mungu hayuko ndani yako, tena yenye masikio. Ndio maana usijisifia sana, mimi ni mrembo. Ni kweli una Mungu. Siku hizi kuna warembo. Nikiwa nasoma chuoni kwanza, kulikuwa na binti alikuwa anaongezea mpaka madimpo. Anaenda kliniki na choma sindano kwa ajili ya nini? Ya madimpo, na analipia shilingi 500. Mwingine akaenda kwa wale madaktari ili achanishe meno awe na mwanya. Mwanya wamepewa pale na anataka. Ni kuto kujikubali. Ndio maana nasema lazima umruhusu Mungu awe wa kwanza kwenye maisha yako ili usamani wa maisha ujengwe. Asipokuwa wa kwanza, wewe unabaki kuwa 0 tena zenye masikio. Ndio maana wa kwanza kabisa kwenye maisha lazima awe wa kwanza, awe Mungu. Kwenye familia awe Mungu, kwenye biashara awe Mungu, akupatie mamlaka ya kutawala, maana hautaweza kutawala vitu vyake ikiwa yeye hayuko.
es Salaam amehamia Dodoma. Kwa sababu gani? Alikuwa akilala chumbani kwake anachapwa viboko pamoja na familia. Kwa hiyo analala kwenye kibaraza kila siku. Akasema Dar es Salaam kuna wachawi, akajenga Dodoma, akahamia Dodoma. Nilipokutana naye akaniambia, "Pastor, Dar es Salaam sio pa kukaa." Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia kuna ushirikina. Nikamwambia nini kimetokea? Akaniambia nilikuwa ninafanywa hivyo, ninajikuta nimelala nje. Nikamwambia kwa hiyo kaamua kuhama Dar es Salaam? Akaniambia ndio. Nikamwambia je, Dodoma hakuna wachawi? Akaniambia wapi? Nikamwambia ulikimbia au uliwakimbilia? Kwa hiyo niwaambie, usipokuwa na mfano na sura ya Mungu ndio maana utateseka. Yaani ukiona leo hata habari ya kuingiliwa na nguvu za giza ni matokeo ya kutokuwa na sura na mfano wa Mungu. Mwambie Bwana ajirejeshe ndani yako, maana sehemu yoyote Mungu anapotawala nguvu za giza zitatoweka. Sehemu ambako Mungu anapotawala hakuna giza litakaa hapo. Kama litakuwa kwenye Mungu akitawala kwenye familia, ataweka uhuru watu kwenye familia hiyo. Akitawala kwenye biashara, ataweka uhuru kwenye biashara hiyo. Akikaa kwenye duka lako litatawaliwa na nguvu za Mungu. Hata kama ni biashara, tunamhitaji Mungu. Kwenye familia, wewe niwaambie wakina mama mlioko hapa. Wakina mama, Bwana Yesu asifiwe. Kupika chakula kizuri hakimlindi mume. Mwangalie mama mwenzako hapo, mwambie hakumlindi mume. Mwambie kutandika kitanda vizuri hakumlindi mume. Maana kama ni chakula, wako waliosomea hotel management, akikutana nao umekwisha. Kama ni kitanda kutandikwa vizuri, nenda kwa hoteli, unalala sehemu ambayo hata ujigaragaza kiasi gani, ukiamka asubuhi shuka la watu liko, akikutana nao umekwisha. Tunahitaji hofu ya Mungu ndani ya familia. Tunahitaji hofu ya Mungu ndani ya kazi, unapofanya kazi. Tunahitaji hofu ya Mungu. Chochote kinalindwa kikiwa kinaambatana na hofu ya Mungu, hakitaweza kwenda peke yake. Ndio maana nasema sura na mfano wa Mungu vianze kwanza. Kabla hujaanza mipango yako, ni mwanafunzi huko hapa, mambo yako hayaeleweki, mwambie Mungu, ninaomba nianze na sura na mfano wako vitawale ndani yako. Najua hiyo ni mamlaka ya mbingu itakuwa natembea nayo.